ni wakili wa Mahakama Kuu na pia ni wakili wa Mahakama Kuu ya Zanzibar, kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na masuala ya sheria na mtu, taasisi au serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina naitwa Mkama Magoti Kalebu, ni wakili wa Mahakama Kuu na Mahakama ya Mwanzo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na pia ni wakili wa Mahakama Kuu ya Zanzibar, na nafanya kazi zangu nikiwa hapa Dar es Salaam katika ofisi ya mawakili ya Dar State Attorney. Leo nimekuja mahususi ikiwa ni jukumu langu kama mwanasheria na kama jukumu letu pia la ofisi ya kisheria kutoa ushauri au kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na masuala ya sheria. Kwa hiyo leo nitazungumzia kwa ujumla sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na namna watu wanaweza kupata haki zao pale ambapo haki zao zinapokuwa zimemegwa au zimevunjwa na mtu, taasisi au serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kumekuwa na msemo au kumekuwa na ombwe ambalo watu wamekuwa wanajua zaidi katiba na wafahamu sheria zingine. Na kiujumla Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazo sheria nyingi ambazo imejiwekea, ambazo kwazo zote zinajengwa au misingi yake mikubwa ipo kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo unapokuwa unazungumza sheria unazungumza sheria tofauti zinazoongoza masuala mbalimbali ambayo sisi kama wanajamii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumejiwekea ili tuweze kuziongoza. Na katiba inatoa misingi yake na inatafasiriwa na sheria ambayo inaitwa The Law of Interpretation, ambayo ndio sheria kubwa au Cap 1 ya sheria zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo cha kwanza ni kufahamu hizi sheria. Kwanza tunazo sheria tofauti ambazo zinatuongoza katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama nilivyosema, kutegemea na eneo ambalo wewe unalitaka. Kwa mfano, ukizungumzia kwenye masuala ya mikataba, tuna sheria tofauti zinazoongelea mambo ya mikataba. Mfano ni sheria ya mikataba au kwa lugha ya Kiingereza The Law of Contract Act. Sheria hii inazungumzia masuala yote ya mikataba, namna ya kuingia mikataba au kuvunja mikataba, namna gani ya kutimiza masharti ya kimkataba, namna gani ya kuifanya enforcement ya hiyo mikataba na masuala mengine yote yanayohusiana na mambo ya mikataba. Kwa hiyo kama unataka una swala linalohusiana na mikataba, basi hauwezi ukaenda kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Utakachofanya utaenda kwenye hii sheria ya mikataba na yenyewe itakuonyesha zaidi nini unatakiwa kufanya ili uingie kwenye mikataba, kama ni umri, nini hakitakiwi na vitu vyote utaenda kwenye sheria hii, sheria ya mikataba. Na ukienda kwenye masuala ya ardhi, ukitaka masuala ya ardhi katiba inagusia tu haki yako wewe kumiliki ardhi na vitu vya namna hiyo. Lakini kama unataka mlolongo wa masuala yote yanayohusiana na ardhi, hauwezi ukaenda kwenye katiba, bali utaenda kwenye sheria zinazohusiana na mambo ya ardhi. Na sheria hizi ziko za aina mbili. Kuna sheria za ardhi za vijiji na kuna the Land Act ambayo inatumika kama sheria za masuala yote ya ardhi zinazohusiana na mambo ya mijini. Kwa hiyo inategemea sasa uko kwenye eneo gani. Kama unahusika na sheria ya kijiji, basi utaenda kwenye hiyo sheria ya vijiji ya ardhi au kwa lugha ya Kiingereza inaitwa the Village Land Act. Ukitaka sheria za huko mjini, basi utaenda kwenye sheria inayoitwa Land Act. Kwa lazima ujue mazingira haya hapo. Na kama itatokea kwamba kuna uvunjifu au swala lote la ardhi limevunjwa, basi kuna sheria au kuna kanuni ambazo zinasimamia hizi sheria za ardhi. Ili upate haki yako, basi utaenda kuzisoma au utaenda kutafuta hizi sheria hii miongozo inayotafasiri hizi sheria za ardhi au hizi kanuni zinazoonyesha namna gani unaweza kupata haki yako. Pia kuna sheria zingine ukiwa unataka masuala ya miliki bunifu au kwa lugha nyingine unaita intellectual property. Sasa hizi huwezi ukaenda kwenye katiba ukapata masuala ya intellectual property kwa ujumla.
unachotakiwa, unatakiwa uende kwenye hizi sheria zinazotoa ulinzi wa miliki bunifu au intellectual property, na hizi zimegawanyika katika mazingira tofauti tofauti. Kwa mfano, kuna sheria za alama za biashara au kwa lugha ya Kiingereza wanaita trade or service mark, na kuna sheria za TAZA kwa lugha ya Kiingereza wanaita patents, au kuna sheria ya kimiliki inaitwa the Copyright Act, au sheria za mimea na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo kama unataka sheria zinazohusiana na haya mambo, utaenda kwenye hizo sheria ambazo zipo na zimeandikwa, unaona. Na ukitaka kwenda kwenye masuala ya jinai, makosa ya jinai na vitu vya namna hiyo, huwezi kwenda kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Badala yake utaenda kwenye sheria zinazotoa na kuonyesha makosa ya jinai. Mfano wa sheria hii ambayo inaongoza ni the Penal Code. Hii sheria ukienda kuisoma inatoa makosa yote ya jinai ambayo yapo na inaonyesha ni kitu gani kikifanyika itahesabika kuwa kosa hili. Pamoja na sheria hiyo ya makosa ya jinai, kuna sheria zingine ambazo zipo zinatoa makosa tofauti tofauti kulingana na hiyo sheria iliyoanzishwa. Kwa mfano, sheria za kodi zinatoa makosa ya jinai. Kwa mfano, usipolipa kodi au kukwepa kodi, ukienda kwenye sheria za kodi utasoma, utakutana na hayo makosa yameainishwa. Na sheria zingine tofauti tofauti zinazoanzisha makosa ya jinai. Na sheria zingine ambazo pia zipo zinatuongoza ni sheria za utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo ukitaka masuala ya utunzaji wa mazingira, kuna sheria hizo ambazo zimeweka utaratibu wa namna gani ya kutunza mazingira, na ukifanya nini utakuwa unatunza mazingira na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo kwa ujumla zipo sheria nyingi ambazo zinatuongoza Tanzania kwenye masuala tofauti tofauti. Kwa hiyo lengo langu leo ni kukupa at least mwanga kujua sheria hizi. Unaona, usiwe kila kitu kikiongelewa. Kwa mfano kwenye jamii yetu ipo mtu kikiongelewa anasema katiba inasema hivi. Hapana. Kiongelewa katiba inasema hivi, hapana. Kwenye katiba inaweza ikatoa kitu cha jumla, lakini sheria husika inakuwa inafafanua zaidi kile kipo na imewekwa mahususi kwa ajili ya kuonyesha masuala haya. Sasa limekuwepo pia ombwe la watu kutokujua utaratibu wa mahakama. Unaweza kujitokeza kuna shida, lakini mtu asijue utaratibu wa kimahakama wa kuweza kupata masuluhisho yake kulingana na jambo lake linalohusiana. Kwanza, kitu cha kwanza mtu anachotakiwa kujua ni kwamba hizi mahakama zimeanzishwa kwa utaratibu wa kisheria, na au utaratibu wa kisheria upo ambao mtu anatakiwa kuufuata pasipo kujua kwamba unajua au haujui. Sheria inasema kwamba kutokujua sheria sio defense. Kwa hiyo unatakiwa kujua. Kwa hiyo hizi mahakama zimepangwa kimtiririko, sawa. Mahakama ya kwanza ni hii mahakama tunayoita mahakama ya mwanzo. Hiyo ndio mahakama yetu ya mwanzo na ipo kwa mujibu wa sheria. Hii mahakama inapewa mamlaka kisheria na ina kiwango chake cha pesa. Kwa mfano madai ambayo unaweza ukaenda pale na mahali pa makazi kwa lile eneo husika ambalo unalokuwa unadai. Kwa hiyo mahakama hii, kabla ya kwenda mahakamani, unatakiwa ujiridhishe, je, kiwango chako cha pesa unachokidai au shauri lako liko chini ya mamlaka ya mahakama ya mwanzo. Ukienda tu wewe ukifungua kesi, wanasheria wanasema PO, watakupiga PO na shauri lako litaondolewa mahakamani. Baadaye utarudi huko mtaani useme mahakama ile imenionea au wakili huyu amenionea. Kumbe wewe mwenyewe ndio utakuwa umejiumiza kwa sababu umeenda pasipo kufahamu mamlaka halisi ya ile mahakama ya mwanzo. Na hili kitu kikubwa cha kuweza kuzingatia. Mahakama ya pili inaitwa mahakama ya wilaya, ambayo inaenda sambamba, mamlaka yake inaenda sambamba na mahakama ya hakimu mkazi, au kwa lugha nyingine unaweza ukaita mahakama ya mkoa. Sasa hii nayo imekuwa na shida kidogo, na juzi tulisikia
jaji mkuu wakati kwenye kikao cha mahakimu wote na majaji akisema kuna mchakato sasa kuweza kuibadilisha hii kubadilisha sheria ili mahakama hii ya wilaya na mahakama ya hakimu mkazi au mahakama ya mkoa ziweze kutofautishwa majukumu yake na mamlaka yake. Yaani ikiwa na maana kwamba kusiwe na mamlaka sawa kati mahakama ya wilaya na hii mahakama mkazi. Sasa hizi mahakama kwa sasa hivi tunavyoongea zina mamlaka sawa. Yaani shauri linaloweza kufunguliwa mahakama ya wilaya unaweza kulifungua mahakama ya hakimu mkazi. Na shauri ambalo unaweza kukata rufaa kutoka mahakama ya mwanzo unaweza kukata pia kwenda mahakama ya hakimu mkazi. Sasa kabla ya kwenda mahakama ya wilaya au mahakama hii ya hakimu mkazi unatakiwa nao kujiridhisha. Je, shauri lako liko chini au mahakama hii ya hakimu mkazi au mahakama ya wilaya ina uwezo wa kusikiliza shauri lako? Baada ya kujiridhisha unaweza kaenda kufungua shauri, lakini usiende kabla haujajiridhisha. Ikitokea hivyo, kama nilivyosema hapo mwanzoni, utakutana na mahakama au utakutana na wanasheria watakufanyia PO. Kesi itaondolewa, utarudi huku mtaani kuanza kulalamika, wamenionea. Kumbe wewe mwenyewe ndio umekuwa umejiumiza. Mahakama inayofuata hapo ni Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sheria hii pia, mahakama hii inaanzishwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria zingine ambazo zinaianzisha mahakama hii. Mahakama hii na yenyewe ina mamlaka kusikiliza mashauri ambayo yapo kisheria kwa mujibu wa hiyo sheria iliyoianzisha, na unashauriwa pia kujua mamlaka yake kabla ya kwenda kufungua shauri kwenye mahakama hii. Na mahakama hii ina uwezo wa kusikiliza rufaa zote zinazotoka mahakama ya wilaya au mahakama ya hakimu mkazi. Sasa mahakama ya juu ambayo ni mahakama ya mwisho kwa Tanzania inaitwa The Court of Appeal, mahakama ya rufaa. Hii mahakama hii yenyewe ipo kwa ajili ya kusikiliza rufaa tu. Yenyewe haipokei mashauri yoyote ambayo haijawahi kuamuliwa na mahakama ya chini au mahakama tunaita mahakama za chini. Kwa hiyo kazi yake ni kuweza kusikiliza rufaa zote zinazotoka mahakama ya wilaya, na kiongozi wake mkuu ni Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akisaidiwa na majaji wengine wa mahakama ya rufaa. Na ili sasa uende kwenye mahakama ya rufaa, napo kuna taratibu zake, ina kanuni zake ambazo kabla ya kwenda unatakiwa kuhakikisha kwamba unazisoma, unajiridhisha kabla ya kukata rufaa yako. Mambo ya kuzingatia ni pamoja na kuangalia, je, uko ndani ya muda? Rufaa yako je, inaruhusiwa kisheria? Maana sio mashauri yote unaweza kukata rufaa kutoka mahakama kuu kwenda mahakama ya rufaa. Kuna taratibu zake unatakiwa kuzifuata. Je, swala hilo ni swala linalotokana na mambo ya kisheria au kuna mambo yoyote, makosa yoyote ambayo yalitokea ambayo unaona na vitu vya namna hiyo? Kwa hiyo huo ndio mlolongo wa mahakama za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambazo zimewekwa kwa mujibu wa sheria kuweza kutusaidia sisi wananchi kuweza kuhakikisha kwamba tunaishi kwa mujibu wa utaratibu tuliojiwekea. Natumai kuanzia leo utakuwa makini kuweza kufuatilia sheria na utakuwa makini kabla ya kufungua kutafuta haki yako, kujiridhisha na hizi mahakama. Lakini mbamba na hizi mahakama, sheria zimeanzisha mabaraza tofauti tofauti na kamisheni mbalimbali kwa ajili ya kutoa haki na kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hakuna migogoro, kutegemea na eneo ambalo unalifanyia kazi au haki yako iliyovunjwa. Kwa mfano, kuna sheria ya ardhi. Sheria hii ya ardhi imeanzisha nayo utaratibu wa utatuzi wa migogoro. Yenyewe ina baraza la kata ambalo kwa sasa hivi kwa mujibu wa sheria lipo kwa ajili ya kusuluhisha. Kwa hiyo kama una mgogoro wako wote, unashauriwa kuanzia baraza la kata la ardhi kwa ajili ya kupata usuluhisho. Mkishindwa,
then mnaweza mkaenda mahakama baraza la kata, baraza la wilaya. Unaona? Kwa baada ya baraza la kata, then hatua inayofuata na ni baraza la wilaya la ardhi. Na baraza la kata la ardhi kwa mujibu wa sheria sasa hivi halina mamlaka yoyote yale ya kusikiliza kesi na kutoa maamuzi, bali mamlaka yake ni kuweza kujaribu kuwapatanisha hawa watu, lakini inaposhindikana basi wanaweza wakaendelea baraza la wilaya kwa ajili ya shauri la kusikiliza. Na baraza la wilaya linayo mamlaka yote kutoa haki kwa mtu aliyeshinda kwa mujibu wa utaratibu wa sheria. Lakini baraza hili linacho kiwango chake, kiasi chake ambacho mtu anatakiwa, thamani ya ardhi mtu anaidai kwenda kufungua kesi. Sio kesi zote zinafunguliwa baraza la wilaya, bali kuna kiwango ambacho kimewekwa kisheria ili uweze kwenda pale. Kikizidi juu yake kuna mahakama inaitwa Mahakama Kuu kitengo cha ardhi. Na kitu kingine nilichojaribu kutokielezea ni kwamba hii Mahakama Kuu, wakati naelezea kule chini pale mwanzoni, hizi Mahakama Kuu zimegawanyika katika mazingira au zimegawanyika katika aina tatu: Mahakama Kuu kitengo cha ardhi, na Mahakama Kuu kitengo cha biashara, na kuna Mahakama Kuu kitengo cha makosa ya uhujumu uchumi. Unaona, kwa hiyo zimegawanyika hivyo. Kwa hiyo kwa upande wa ardhi kuna Mahakama Kuu kitengo cha ardhi, na yenyewe ipo inapokea rufaa na pia inasikiliza mashauri yote ya ardhi ambayo yako juu ya uwezo wa baraza la ardhi la wilaya. Kwa hiyo kama una shauri lako na linahusiana mambo ya ardhi na unataka utatuzi, basi ni wajibu wako kujua hizi sheria na namna ya utatuzi wa migogoro ya ardhi. Ukikimbia ukaenda tu kama nilivyosema hapo mwanzoni, basi utakutana na wanasheria na utakutana na mahakama yenyewe. Kazi yake ni kutafasiri sheria. Kama kutoa nje, basi utatolewa nje, na hatutaki sisi utolewe nje. Lengo letu ni kukuelimisha uweze kufahamu utaratibu wa mahakama. Na juu sasa kwenye utatuzi wa ardhi, ukitoka Mahakama Kuu utaenda mahakama ya rufaa. Mabaraza mengine ni kama commission ya kazi au kwa Kiingereza wanaitwa Commission for Mediation and Arbitration. Hii ipo kwa ajili ya kusikiliza masuala yote yanayotokana na migogoro ya kazi. Kwa mfano, kama unalalamika umefukuzwa kazi, kama unalalamika hujalipo mshahara, au unanyanyaswa kikazi, au kuna lugha za matusi au vitu vya namna hiyo na vitu vya namna hiyo vinavyohusiana na mambo ya makazi ya kazini, wewe unayo haki kwenda kufungua kesi kwenye tume ya usuluhishi wa masuala ya kazini au Commission for Mediation and Arbitration au CMA kwa kifupi. Na juu yake kuna Mahakama Kuu inahusiana na masuala ya ardhi. Kwa hiyo ukishindwa au unataka kukata rufaa, basi unaweza kukata rufaa kwenda Mahakama Kuu kitengo cha masuala ya ardhi. Na tume nyingine ni FCC. FCC ni mamlaka inayohusiana na mambo ya kuangalia kwamba ushindani wa kibiashara unaenda sawa. Sasa FCC wameanzisha mamlaka ya utatuzi wa migogoro inayohusiana na mambo ya ushindani wa kibiashara. Kwa hiyo kama una shauri lolote, kuna bidhaa zako zimegushiwa ambazo ni fake, au kuna masuala yoyote yaliyo kinyume na hii sheria ya ushindani, basi tume hii mamlaka hii imeanzisha mamlaka yake ya kuweza kutatua masuala yote yanayoendana au yaliyo kinyume na masuala ya ushindani. Mamlaka nyingine ni TRA. TRA yenyewe imeweka mamlaka zake za mambo ya kikodi zinazohusiana na masuala ya kikodi, ambapo kamishina wa TRA anaweza akafungua kesi, au wewe unaweza ukafungua kesi unapoona kwamba
kitu ambacho kimefanywa ambacho sio sawa kwa ajili ya kuweza kupata haki yako. Mamlaka nyingine ni Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Tume hii nayo kuna taasisi yake ambayo imeanzisha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba haki za watu zinalindwa. Kwa mfano unaposema taarifa zako zimegushiwa na mtu fulani pasipo kuwa na ridhaa yako, basi sheria hii inayoianzisha hii Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi imeweka mlolongo wa namna gani unaweza ukapata haki yako ikitokea haki yako ya msingi au taarifa zako binafsi zimetumiwa pasipokuwa na ridhaa yako. Mamlaka zingine zipo nyingi. Kwa mfano BRELA nao wana tume yao, au msajili wa BRELA anaweza kusikiliza mashauri tofauti yanayotokana na mambo ya majina ya biashara au kwa jina lingine trademark, masuala ya taza na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ukisoma sheria tofauti zinakuwa zinatoa hayo mabaraza. Kwa hiyo ushauri wangu kwa wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unajua kumekuwa na ombwe au kumekuwa na kasumba ya watu kuwaogopa wanasheria. Naomba nikuhakikishie tu kwamba mwanasheria ni mtu kama wewe, na isitoshe tunaishi wote kwenye jamii moja, tunaishi wote kwenye mazingira mamoja, tunakula wote cafeteria, kwa mama ntilie tuko pamoja, wapi tunapanda wote gari sawa. Kwa hiyo mwanasheria sio mtu wa kumwogopa. Ikitokea umepata shida, usikae ndani ukaumia na shida yako, waona hawa watu. Na sio kweli kwamba kwa mujibu wa taarifa zilizoko mtaani kwamba ukifika kwa mwanasheria tu cha kwanza ni kulipia. Hapana, wanasheria wapo na wapo kwa ajili ya kusaidia. Kwa hiyo ukiwa na shida yako usikanayo ndani, muone mwanasheria. Naamini tuko wanasheria wengi watakupa msaada na tatizo lako litakuwa limeondoka. Unaona, sasa msaada huo unategemea na nyie mtakavyokubaliana. Maana kila mwanasheria ofisini kwake au kila mwanasheria ana namna yake jinsi anavyoendesha ofisi, lakini wote tunaongozwa na sheria moja. Kwa hiyo jinsi mtakavyofikia makubaliano, na naamini atakusaidia kwa namna ulivyoenda. Nakumbuka kuna sheria zinazotoa msaada wa kisheria. Mwanasheria akakusikiliza akiona kama unaangukia kwenye sheria ambayo ya misaada za kupewa usaidizi wa kisheria bure, basi atakupatia. Lakini kwa mujibu wa maongezi yenu, akiona kama kuna uwezo wa kufanya malipo, basi atakushauri na mwishowe mtafikia makubaliano. Kwa hiyo na washauri watu wote, msiogope wanasheria. Wanasheria wako kwenye jamii yetu, wanasheria tunaishi nao na tunafanya mambo kwa wakati kama wanasheria, kama jamii moja. Sasa hivi kumekuwa na tatizo kubwa la watu kutafasiri au kuwa na dhana tofauti inayohusiana na mambo ya sheria za uhujumu uchumi. Sasa unapoongelea uhujumu uchumi, ni sheria ambazo zina makosa mengi ndani yake, ambayo yote ukija kuyajumuisha yote kwa pamoja unapata kitu kinachoitwa uhujumu uchumi. Kwa hiyo uhujumu uchumi sio kosa moja ambalo unaweza ukalisema kwa mfano kosa la kuua. Hapana. Uhujumu uchumi ni kitu ambacho kinaunganisha masuala tofauti ambayo tukija kuiangalia kwa muktadha wa sheria tunapata swala la uhujumu uchumi. Kwa mfano swala la masuala ya kukwepa kodi au masuala yanayotokana na utakatishaji fedha au masuala yanayohusiana na mambo ya rushwa na vitu vya namna hiyo. Hayo yote ukiyachukua yanaleta kitu kinaitwa uhujumu uchumi, au masuala ya kuua wanyama pasipo kibali. Wanyama hawa namaanisha umeenda Serengeti kwa mfano ukaanza kuua wanyama ovyo. Kwa hiyo ukishikwa, sheria kosa lake linaweza likawa la uhujumu uchumi. Kwa hiyo uhujumu uchumi sio kosa moja, ila kama nilivyosema ni makosa ya aina tofauti.